Ila mara ya kwanza ulikuwa una share tu vizuri. Ina update tatizo. Ah, Ina update yenu ni niko nayo. Nataka kuonyesha iko hapa. Nimeona support zone iko hapa. Natengeneza hii hapa. Nimeleta hiyo mistari, hii hapa support zone yetu. hiyo time frame gani? Weekly time frame hiyo kaka. Ah, sawa. Tulisema weekly time frame tunaangalia nini na nini? Tunaangalia structure ya market na main support zone yetu, lakini mpaka sasa tunaangalia support zone yetu hapa, ila Time frame bado ya naona haijawa yenyewe main support. Time frame sasa. ya weekly Sawa, tulisema na kwenye kuchora zone tunatumia daily time frame. daily time frame Mm. au daily kweli. Yaani weekly tulisema tunaangalia structure tu, afu daily ndo tunaangalia kuchora zone. Ni hapa FX Mhm. Hiyo ni zone ni line ipi? chart Sawa, hiyo kwa nini umeweka hapo? ya, kwa sababu ni support zone yetu ilipo main support zone juu, itakuwa ndio resistance itakuwa iko hapa. Resistance yetu iko hapa. Resistance yetu ni Chora mstari kabisa hivyo hamna. haya. Ungetumia tu ule mstari wa moja kwa moja ule straight. Wewe umetumia hapo chini. Huo alei. Chora vizuri hapo. Na kwa hapa juu Chini kidogo ulingane na hiyo ya kwanza hiyo. Yaani ya kwanza ndo unatakiwa ulinganishe hiyo ya kwanza. Hapo hapo. Funge. na nimechelewa kitu hapo, ningechukua seli lakini nimechelewa. Ah, Si ile sema topic sema, sema tuliotumia juzi. ungewahi kuchukua seli ingekutoa hapo. Unajua yani ukitaka kuchukua seli angalia kendo iliyokwisha kufunga ifungaje. Kama ifunga juu kidogo hapo kuingia inakuwa ni kipengele mpaka usubiri Mm. kabisa uone kabisa confirmation inaenda kwenye 4 hour time frame kule. Elezea kidogo hapo nione. Haya, Usi- Usihame time frame. support zone yetu kuhusiana na time frame ya daily, sisi tunaangalia support zone yetu sisi, main support level ni hii ya chini, Eh, juu ni resistance. alafu Kwa hapa tunaangalia, kwa hapa tumepita katika option ya consolidation, umeiona ili consolidation consolidate yani, ili consolidate yani hapa kipande hichi hapa. okay, hapo sawa, hapo hapo sawa. Mhm. Hapo hapo sawa kabisa. Consolidate alafu ilipanda juu ndio ikatengeneza resistance yetu, alafu imerudi chini ikarudi chini kwenye support, ndipo ikapanda juu.
Okay. Kwa hiyo kama ukitaka mfano kwenda lakini kuangalia ni close ndani. Naam, mfano kama ukitaka kwenda kuangalia opportunity ya kuingia buy, utasubiri soko liguse wapi ili wewe uingie buy? ni katika hii support level ya chini ili nipate niingie kwenye option ya kubuy. Okay, hapo vizuri, hapo vizuri. Haya, kingine cha kuongezea ambacho labda utakuwa labda umekisahau au labda umesahau tu kukiongea lakini uko unakifahamu. Ulisema kwamba ukitoka kwenye time frame ya weekly unaangalia structure afu unakuja unafananisha na structure ya daily time frame. Hiyo structure kwenye daily time frame, general structure ya soko zima kwenye daily time frame ni structure gani? Bado tunaenda kwenye uptrend, alafu sasa kwa wiki ijayo itakuwa katika information in ranging, kama tunatarajia iwe hivyo, lakini range Yeah, kuna hiyo sababu bado market probability ipo ya ranging. probability ya range ipo kwa sababu soko bado linaomba liguse pale chini. Upo sahihi. Kwa hiyo hapo hivi cha kuongezea ni kwamba ukitoka kwenye weekly utaangalia structure, unakuja weekly unaangalia structure tu peke yake, unakuja kwenye daily una identify zone, hizo major zone ambazo wewe ndio utakuwa unasubiri kuingia ili uepuke kuingilia hapa katikati, kwa sababu kama zamani ulikuwa uwezi kuanalyze hivi, utajikuta unaingilia wapi? Hapo katikati. Hapo ukiingia katikati, soko likijaribu kurudi juu kidogo ili lishuke, linakuwa limekutoa. Ukijichanganya kubai hapo katikati, soko likienda kugusa ile support zone, linakuwa limefanyaje? Limekutoa. Kwa hiyo hilo eneo la katikati sio eneo salama kwa hiyo kwenda kuchukua trade. Ndio hapo nafahamu. Kwa hiyo weekly ni structure, daily ni structure plus kupata zone. Na ukiangalia structure ya soko mara nyingi zaidi sehemu ambayo unatakiwa uingie na size nzuri ni sehemu ambayo inakuwa inaenda direction moja na soko. Kwa sababu ukiangalia mfano kwenye kesi ya structure hii kwenye hizi bearish candle hizi 1 2 3 ambazo zimekuja hadi chini hapa ikaja bullish candle moja. Hizo bearish candle unaziona hizi zilizoshuka hizi. Hem ziguse kama unaziona ili twende pamoja. Moja mbili. Hizo bearish candle, hiyo ni retracement. Kwa hiyo hapa ilikuwa inategemea market ifanye nini? Ifanye impassive. Sasa imefanya impassive, tukaona imefanya impassive sawa, lakini haijaweza kuendelea na ile impassive yake. Ile imeacha tu rejection, ilijaribu kwenda lakini haikuweza. Kwa hiyo njia rahisi na ni nzuri zaidi, unasubiri market irudi kwenye support zone huku chini ili wewe ubuy, au iende ka close vizuri juu ya hiyo nini? Juu ya hiyo resistance, hii iwe support. Sasa ikisha close candle pale, in case kama haitaweza kufika huku chini, utaangalia kubuy. Kwa hiyo kwenye hiyo structure yote wewe utaenda kufikiria kubuy zaidi ya kusell, kwa sababu kubuy ndio kuko sawa na nini? Na muonekano wa soko kwenye time frame hizo kubwa mbili. Tuko pamoja? Ndio. Yaani ina maana mfano hii bullish candle imefunga above the resistance. Ina maana unasubiri close candle inayofuata ili upate uhakika zaidi kama inaendelea kama ni buying option au sio? Sasa kwenye upande wa kujua kwamba hii ni sahihi kuingia au hii sio sahihi kuingia, hebu naomba ukimaki hicho mark tu hiyo bullish candle, imaki tu. Imaki hiyo bullish candle, imaki kama vile una mark consolidation. Afu nikuoneshe kitu ambacho unatakiwa unakitumia. Imaki yote. Ulivyo mark consolidation kule utumie hicho kitusu ulichokitumia kwenye mark consolidation. Umakie hiyo bullish candle hapo. Hicho triangle. Mark hiyo bullish candle. Hiyo bullish candle ambayo ime close below above hapo. Ili nikuoneshe the way ambavyo unaweza kuepuka makosa unaenda kuchukua entry. Umaki yani kama ulivyomaki kwenye sawa. Unaona ulivyo mark kwenye consolidation, futa hivyo. Ulivyomaki kwenye consolidation huko mark na penyea hivyo. Ili nikuoneshe. Futa hayo maana ni kwanza. Ni share out. Hapo unatakiwa kwanza utaweza kuvifuta vyote. Inawezekana. Haya. Maki hicho kinani? Hizo kendo mbili. Hapo nikuoneshe kwa nini yaani ni njia gani ambayo ungeitumia wewe kwenda kuepuka kosa hapo. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema sasa zime close below, mbona imeshindwa kufuata nani? Utaona tu kwenye time frame ndogo ukiwa unashuka kufanya top down analysis. Maki tu. Maki hiyo kendo ya bullish maki yote.
Yaani subiri kuonesha kitu. Unaona ulivyomark kwenye consolidation hiki kama kivuli fulani ulivyokiweka kwenye consolidation. Huku kwenye consolidation, rudi kwenye consolidation. Hicho kifaa ulichotumia kumarkia kwenye consolidation yeye, naomba umark na penyewe kwa hicho kwa kanani kama hapo. Mark kwenye bullish candle. Box. Hicho mark hiyo bullish candle. Ni mark kuanzia hapa. Kuanzia kwenye opening price hadi closing price. Okay. Bullish candle tu hiyo moja. Achana na hii ambayo ina move. Tuachane ambayo ina move. Tunaongelea ambayo hiyo bullish candle, sio bearish candle, bullish candle. Yep. Hapo. Haya. Twende time frame ya 4 hour. Ili uone kwamba hivyo ulikuwa hiyo sehemu ilikuwa ni sahihi kuingia. Angalia 4 hour. 4 hour ukiangalia structure ilikuwa inaonekana kwenye 4 hour, rudi hivi kidogo. Endelea kukiexpand hicho consolidation. Ukiexpand hicho graph chako hicho ulichokimaki hapo, endelea kukikuza hivi, ukisogeza mbele. Haya. Sogeza. Itanue. Chini. Kwenda mbele, yani kwenda mbele sio chini, kwenda mbele. Haya. Twende kwenye 1 hour. Inamaanisha mtu ambaye unaenda kutafuta entry sasa hapo, bado unatafuta entry. Soko isha close above sawa. Twende 1 hour, uone. Utaona tu kwamba kulikuwa kuna consolidation ambayo inakuzuia kufanya. Unaona hiyo structure ni hayo kuingia sokoni. Kubali. Inaonekana hapo. Hapo inaonekana. Nasema hiyo structure ilikuwa ni halali wewe kwenda kuingia sokoni. Ndio, kwa sababu ningeipata yani kubai. Unaona hiyo consolidation ambayo sawa, ime close above, lakini angalia. Turudi hapa hivi. Rudi huku mbele. Hapa hivi. Unaona hivyo close above. Hebu angalia structure hiyo, ni consolidation sio consolidation. Baada ya close hapo juu. Baada ya close hapo juu ni consolidation. Consolidation. Sasa hicho ndio kitu ambacho kitakuwa kinakusaidia. Hicho kitu ndio kitakuwa kinakusaidia wewe kuepuka makosa. Kwa sababu kama ni consolidation, utasubiri consolidation iishe. Ndio maana kule ukienda kwenye daily time frame utaona ni candle ime close above. Lakini kujua undani kwamba hii sehemu ilikuwaje na ningeepukaje makosa, hii ndio njia salama ambayo ungeitumia before kwenda kuchukua ile trade. Kwa hiyo ungejua tu kwamba mimi sitaki kuingia kwa sababu candle haziniruhusu. Hebu nenda kwenye time frame ya 30 minutes, dakika 30. Rudi achana na hizi. Unaona hiyo structure yani hiyo vikendo vidogo havikushawishi wewe kuingia buy kwa sababu havina structure nzuri ya wewe kuchukua entry. Si umenielewa hapo bro? Ndio. Kwa hiyo ndio njia sahihi. Yani usije ukakariri tu umeona bullish candle kwenye daily time frame ime close above, basi hii candle inaokuja wewe unaingia nayo tu kutumia daily time frame. Itakukosi kwa sababu undani wa ile candle ya daily time frame unakuwa ufahamu. Ila ukiwa unarudi time frame ndogo ndio unajua undani wake kwamba kumbe hii candle itaenda ku close chini. Dalili huwa inaonyesha soko huwa ligeuki tu kama moja. Huku dalili ilikuwa inaonekana kama soko limekosa direction na direction linaenda wapi. Unaona? Hiyo ni consolidation hata iko na form uptrend lakini body size vya candle vidogo havishawishi kuonyesha kwamba buyers wapo strong. Unaona? Hapo sijui kuna kitu fulani muongeza. Nimepata kufahamu. Ndio hivyo. Kwa ndio hivyo ambavyo watu tunaepuka makosa na ngoja niulize. Hii concept yote hii ya bullish candle. Hii ime close above, ina maana inatakiwa uijue. Angalia economy close above. Ujue kwamba yani hii itakushawishi kwamba utaendelea na bullish nini bearish nini buy option au sell option, na maana una close yani na highlight ya peke yake. Sasa angalia mfumo wa 4 hours ndani 30 minutes 4 hour 1 hour 30 minutes mpaka ile 15 minutes ambayo unatumia kwenda kwenye entry. Ukiona structure haipo upande wako unaacha kuchukua ile trade. Mfano, unajua hivyo nimeongea kwa sababu gani bro? Ukiangalia hii candle ya bullish, sawa? Ni candle ambayo ime close above, ikionyesha kwamba candle ya siku nyingine ambayo ni siku ya leo ilionekana kwamba itaenda wapi? Juu, si ndio? Lakini before hujaenda kuchukua trade kwenye candle nyingine mpya ya leo, lazima uangalie structure ya jana kwa kufanya analysis inakuruhusu au inakwambia usubiri kwanza. Sasa ukiangalia structure ya jana ilikuwa inakwambia usubiri kwanza kwa sababu ilikuwa ni consolidation, ingawa huko inaonekana ni candle moja ime close, ila undani wa ile candle umo kwenye time frame ndogo. Ndio maana niwaambia ujue candlestick psychology vizuri.
Yaani ujue vizuri kuzichambua kendo before ujaenda kuchukua entry, hata kama ni kwenye zone salama. Ndio maana umeona market imeenda tu juu ikaacha rejection ika drop chini. Lakini ukienda kwenye time frame ndogo utakuta rejection, utakuta ni candlestick. Sio, umenielewa hapo kaka? Ndio hapo nimefahamu kaka. Hiyo ni kama nyongeza, lakini hiyo nilikuwa nimeplan kuja kukufundisha ni session nyingine, lakini maana tu nikuoneshe, kwa sababu ningekwambia tutasoma baadaye hapo usingenielewa kwa nini hii candle ime drop. Taarifa ilikuwa shatoka kwamba hii candle itaenda ku drop. Kulikuwa hakuna opportunity. Unaona? Ni hivyo. Ndio. Kwa hiyo hapo ina maana katika structure hiyo bado resistance haijaonekana, au si? Kwa haraka, yani resistance bado haijatulia ili iwe main support zone kwa baadaye. Kwamba Yani nauliza swali langu kwa hapo, yani hii support level yetu kwa mimi naona bado nini iko tayari kuondoka, yani hii chart ya market inaendelea kwenda juu, lakini hii support level yetu baadaye itakuja kugeuka kama nini resistance kugeuka kama ni main support level kwa baadaye, au si? Kwa baadaye na hapo inayofuata na hapo kuna uwezekano hii candle ikiclose below, maana imebakia kama saa mawili, ikiclose hapo ilivyo close, lazima candle itakuja force ifanyeje, ishuke hadi hapa chini. Hatujajua either itashuka Jumatatu au itashuka Jumanne, lakini itaforce ije ifanyeje, iguse hii eneo la hapa chini ili ipate nguvu ya kwenda juu, either kwa kugusa na kuacha rejection na kuendelea juu, whatever the case, lakini lazima itakuja ifanyeje, ifanye pullback hapo. Kwa hiyo wiki ijayo inakufanya wewe uwe makini sana kuanzia Jumatatu kuangalia setup sahihi sehemu ya kuingilia. Ukijichanganya umeruhusu. hapo nimekufahamu kaka. Haya, si hapo cha kuongezea ni nini? Maana nilikuwa nataka nijue tu unapofanya analysis kwanza. Kesho utakuwa na muda saa ngapi? Asubuhi. Saa ngapi? Tegemea asubuhi mapema kuanzia kama saa 3. Utanikumbusha saa mapema, utanikumbusha hiyo saa asubuhi ili nikufundishe kitu kipya. Kwa hiyo usiku bro ndakudanganya, kwa sababu kwanza sasa hivi nimechoka kwa hiyo nikikufundisha nisije nikakufundisha lasha tu afu ili niwahi kwenda kulala, inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo kesho asubuhi nikiamka na nguvu nzuri ndo tunasoma tukiwa tumetulia wote. Ndio kweli kaka. Maana usiku mimi napenda session za usiku nizitumie kukusikiliza wewe una practice namna gani na kukosoa. Ila kwenye session ambazo ni kitu kipya, najua sasa ni kitu kipya tunaenda kukisoma, lazima tufanyeje, tusome sehemu ule muda kila mtu hajachoka. Asubuhi ni mtu kidogo anakuwa na nguvu, ndio anakuwa mwepesi kidogo. Lakini sasa hivi hapana. Haya sawa. Ila hadi hapo bro, sasa hivi kidogo nashukuru umeanza kuelewa, kwa sababu kama umeweza kuitambua na hii consolidation bila kukuonyesha hapo, tayari umeanza kukaa vizuri. Kwa hapo cha kufanya ni kuendelea kupambana zaidi, kufanya practice, rudia. Utaona tu maendeleo, wala hata usije kuwaza. Endelea kupambana, rudia zaidi. Na wewe unajaribu hata kuchukua zile pair zingine kama Euro USD, usikalili pair moja, kwa sababu ukikana pair moja unaweza kuhisi umeelewa top down analysis. Jaribu na pair zingine uone unafanyaje analysis, ili ukikutana na maswali ndio utakuja ufanyaje, tunayapitia yale maswali. Yaani upractice pair nyingi, unachukua Euro USD, GBP USD, unaanza kufanya analysis hivyo. Hicho kitu ndio kitakujenga sana. Lakini ukikana pair moja sio vizuri sana. Ndio kaka, nimefahamu. Pair moja ni nzuri kutrade. Ukiona trade pair moja ni sawa, lakini kwenye jambo la kujisomea na kutambua vitu vingi kwa wakati mfupi, usibezi na kitu kimoja, kwa sababu pair moja kuifanyia analysis inachosha. Jana nimeifanyia, tena na leo naifanyia hiyo. So jaribu kuwa unabadilisha, unaenda Euro USD, utafanya analysis, unakutana kitu kipya, leo huku bado unajifunza. Kwa hiyo vitu vipya ndio ukutana vingi, ili mimi nikutane na maswali kwenye kila kipindi cha usiku kwamba hapa hivi ipoje, hapa hivi ipoje, na mimi narekebisha. Ndio kaka, nimefahamu kaka. Haya bro, wewe na usiku mwema bro. Sawa naye.